Hii ni Habari ya Leo. Tunakuletea taarifa muhimu za asubuhi, moja kwa moja, kwa ufupi na kwa uhakika. Umoja wa Mataifa kubadilika, kupungua au kumalizika. Ingawa pesa hizo ni sehemu ndogo ya kile ambacho Marekani imechangia hapo awali, bado ni mfadhili mkubwa zaidi wa kibinadamu duniani. Wakosoaji wanasema upunguzaji huo umekuwa wa kutoangazia mbali na umesababisha mamilioni ya watu kukumbwa na baa la njaa, kuhama makazi yao au kupata magonjwa na vile kuathiri nguvu za Marekani kote ulimwenguni. Rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky amesema Marekani inaipa Ukraine dhamana ya usalama dhidi ya uvamizi wa Urusi kwa miaka 15, lakini alisema anatamani dhamana hiyo ingekuwa kwa muda mrefu zaidi. Akizungumza baada ya mazungumzo huko Florida na Rais Trump, Rais Zelensky alisema bila hakikisho vita haviwezi kuchukuliwa kuwa kweli vimeisha, kwani Urusi itakuwa tishio kila wakati. Rais Trump alisema dhamana ya usalama imekabiliwa kwa 95%, ila ardhi imesalia kuwa swala tata zaidi. Ikulu ya Kremlin imerudia wito wake wa kuitaka Ukraine kuondoa majeshi kutoka eneo la Donbas ambalo Ukraine bado inalidhibiti. Kura zinahesabiwa katika nchi ya Afrika Magharibi ya Guinea katika uchaguzi wa kwanza wa rais tangu mapinduzi ya kijeshi katika mwaka wa 2021. Sarafina Robi ana maelezo zaidi. Kiongozi wa kijeshi Jenerali Mamadi Doumbouya huenda akawa kiongozi aliyochaguliwa kikatiba nchini humu. Tangu aingie madarakani, Doumbouya amepiga marufuku maandamano, kubana uhuru wa raia na kuwafungulia mashtaka wapinzani. Lakini tofauti na nchi za Mali, Burkina Faso na Niger ambazo pia zimekuwa na mapinduzi ya kijeshi, Guinea haijajenga uhusiano wa karibu wa usalama na Urusi, lakini imedumisha uhusiano mzuri na serikali za Magharibi, haswa Ufaransa. Umoja wa Mataifa umesema ziara ya ujumbe wake ya kwanza katika mji wa Al-Fasher nchini Sudan tangu mji huo uangukie mikononi mwa wanamgambo wa RSF mwezi Oktoba imefichua raia wanaoishi katika mazingira ya dhiki, bila maji safi na vyoo, lakini pia wanakabiliwa na baa la njaa. Mratibu wa misaada ya kiutu wa Umoja wa Mataifa Dennis Brown ameuelezea mji wa Al-Fasher kuwa kama eneo la matukio ya kihalifu na kuiongezea kwamba uchunguzi utafanywa na wataalamu wa haki za binadamu, huku ofisi yake ikishughulikia swala la kurejeshwa kwa misaada. Unaendelea kusikiliza taarifa za habari za dunia kwenye idhaa ya Kiswahili ya BBC. Rais wa Marekani Donald Trump anatarajiwa kufanya mazungumzo kuhusu masuala mbalimbali ya eneo la Mashariki ya Kati na Waziri Mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu. Yuko Florida kwa majadiliano, huku Gaza ikitarajiwa kwa ajenda kuu. Nyota wa soka wa Ureno Cristiano Ronaldo anasema mapenzi yake kwa mchezo huo bado hayajafifia na hata maliza maisha yake ya uchezaji hadi afunge bao lake la 1000 katika maisha yake ya soka. Nyota huyo wa zamani wa Manchester United na Real Madrid mwenye umri wa miaka 40 hadi sasa amefunga mabao 956. Sasa anachezea ligi ya Saudi Arabia. Amekabiliwa na maswala ya mara kwa mara kuhusu kustaafu. Mnamo mwezi Novemba alisema ataacha hivi karibuni na kwamba kombe la dunia la mwaka ujao bila shaka litakuwa la mwisho kwake kucheza. Hii ni BBC. Taarifa habari za dunia imesomwa na Leila Mohamed. Msikilizaji, matangazo haya ya Dira ya Dunia yanasikika kupitia FM, tovuti yetu bbcswahili.com na kwenye ukurasa wetu wa Facebook BBC News Swahili, lakini pia kupitia redio shirika mbalimbali kama Radio 1 na Radio Free Africa nchini Tanzania, Radio Lira na Radio Kitara nchini Uganda, Nyote FM na Gulf Radio nchini Kenya, na Lizadel Radio na Radio Muungano Beni huko DRC. Jioni hii ya tarehe 29 Disemba 2025. Uko nami Karoro. Karibu sana. Rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky amesema Marekani inatoa hakikisho la kiusalama kuikinga nchi hiyo dhidi ya ubabe wa Urusi kwa miaka 15, lakini kiongozi huyo wa Ukraine anataka hakikisho la muda mrefu zaidi ya hiyo miaka 15. Rais Zelensky anasema bila hayo vita vya Urusi nchini Ukraine havitachukuliwa kuisha na Urusi itasalia kuwa kitisho kwa Ukraine. Zaidi na Sarafina Robi. Rais wa Marekani Donald Trump pamoja na rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky wanasema wameweza kuafikiana kuhusu kumaliza vita vya Ukraine katika mazungumzo huko Florida, ila hawajaweza kuafikiana katika masuala machache yenye utata.
Marais hao wa Marekani na Ukraine walikutana nyumbani kwa rais wa Marekani Donald Trump huko Mar-a-Lago kujadili mpango wa amani uliofanyiwa marekebisho ukiwa na sehemu kadhaa muhimu ambazo Urusi tayari imekataa. Leo hii siku ya Jumatatu, rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky amesema Marekani imetoa dhamana ya usalama kwa kipindi cha miaka 15. Trump alikuwa amesema makubaliano kuhusiana na hatua hii yamekamilika kwa 95%. Ila ni masuala machache yamesemwa kuhusu mustakabali wa eneo linalopiganiwa la Donbas la Ukraine ambalo Urusi inataka kulidhibiti. Urusi kwa sasa inadhibiti takriban 75% ya jimbo la Donetsk na baadhi ya 99 ya Luhansk ambapo ni jirani. Majimbo hayo mawili yanajulikana kwa pamoja kama Donbas. Akizungumza na wanahabari baada ya mazungumzo hayo, Rais Trump alisema makubaliano kuhusu Donbas bado hajatatuliwa, lakini kuna uwezekano. Hatima yake imekuwa kikwazo kikubwa wakati wote wa mazungumzo, huku Urusi ikiwa haipo tayari kuafikiana kuhusu lengo lake la kupata udhibiti wake kikamilifu. Leo hii siku ya Jumatatu, Kremlin ilisema tena kuwa Ukraine inapaswa kuondoa wanajeshi wake kutoka sehemu ya Donbas, Kiev, ambayo bado inadhibiti. Ukraine imesisitiza kuwa eneo hilo linaweza kuwa eneo huru la kiuchumi linalodhibitiwa na vikosi vya Ukraine. Rais Zelensky anasema Marekani ilikuwa imetoa dhamana ya usalama kwa muda mrefu wa miaka 15, lakini Ukraine ilitaka uwezo wa kuwa nao hadi kufikia miaka 50. Alisema anatumai kuwa dhamana hiyo itaanza wakati ambapo Ukraine itatia saini mkataba wa amani, shirika la habari la Reuters liliripoti. Marekani bado haijatoa maoni kuhusu muda uliopangwa. Hapo jana siku ya Jumapili, Rais Trump alisema makubaliano yalikuwa karibu na kwamba alitarajia nchi za Ulaya kuchukua sehemu kubwa ya juhudi hizo kwa msaada kutoka Marekani. Naam, ni ripoti yake Sarafina Robi hiyo, msikilizaji, kuhusu mzozo kati ya Ukraine na Urusi. Na muona Baraka Moshi anasema tuko pamoja kupitia ukurasa wetu wa Facebook. za Gaza Chris Frank akiwa kule Njombe, Tanzania. Amani Masunzu na Sajeth Yofil akiwa Mombasa, asanteni sana kwa kuwa nasi kwenye matangazo haya. Fund Hamis Fulmigebuka kutokea Kigoma, Tanzania anasema anafuatilia matangazo ya Dira ya Dunia kwa njia barabara kabisa tokea Pretoria, Afrika Kusini. Na muona Michael Best Smooth na Amani Masunzu akiwa kule Tabora, naye pia akiwa nasi kwenye matangazo haya jioni. Doto Nyelele ni kushukuru ukisema kwamba unaitakia timu ya taifa ya Tanzania ushindi katika mchuano wa AFCON hapo kesho. Na vile vile na muona MCJ Machips kutoka Isinga, Mbeya anasema Rais Zelensky itakuwa vizuri akiachia tu madaraka. Ni kushukuru Isaac Kemboi pia kwa kuwa nasi jioni hii, na Owen Francis ukiwa kule kijiji Kakili Makueni, na Peter Gahanya unasema uko Singida. Na sasa msikilizaji, tunaelekea kwa mwandishi wetu Omar Mkambara aliyeko Morocco kuangazia michuano ya kuania kombe la mataifa ya Afrika AFCON. Kabla hatujamaliza hii mechi ya mwisho, na imani tutapata matokeo mazuri. Siahidi kwamba tutashinda, tutatoa draw. Ni matarajio ya winga wa Tanzania Simon Msuva kuelekea mchezo wa kesho wa Tanzania dhidi ya timu ya taifa ya Tunisia. Naye kiungo Novatus Dismas amewaambia waandishi wa habari kuelekea mchezo wa kesho wanataka kuandika historia mpya ya soka la Tanzania. Tumejiandaa vizuri kupitia mchezo wa kesho ambao ni mchezo wa mwisho kwenye grupu. Tunania na tuna uwezo wa kufanya vizuri na tumejipanga vizuri katika mchezo huo. Naamini mchezo wa kesho ni mchezo ambao utakuwa ni muhimu sana kwetu tuweze kutengeneza historia nyingine katika nchi yetu.